Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanashika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo, uamuzi wa iwapo Ukraine itapokea au la makombora masafa marefu ya Taurus hauwezekani kufanywa wakati wa ziara Volodymyr Zelensky nchini Ujerumani mnamo Mei 28, gazeti la Bild limeandika likinukuu vyanzo vya serikali. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alisema mnamo Mei 26 kwamba Berlin ilikuwa ikiondoa vikwazo kwa aina mbalimbali za silaha zinazotolewa kwa Kiev. Merz alidokeza kuwa Uingereza na Ufaransa zilifanya maamuzi sawa. Akizungumzia uamuzi huo, katibu wa vyombo vya habari vya rais wa Urusi Dmitry Peskov alisema hautaleta amani karibu, akitaja kuwa ni hatua ya hatari. Makubaliano yoyote ya amani ya Ukraine yatahitaji kununuliwa kikamilifu kutoka pande zote mbili bila hatua za nusu, katibu wa jimbo la Vatican Kardinali Pietro Parolin anasema katika mahojiano yaliyochapishwa kwenye tovuti ya Vatican News. Kardinali alisema kuwa mahali pa mazungumzo ya amani haijalishi, ila tu yanaanza na kusababisha mwisho wa mzozo. Kwanza kabisa, suluhu inahitajika ili kukomesha uharibifu, miji iliyoharibiwa, raia kupoteza maisha. Kisha ni haraka kufikia amani yenye utulivu, ya haki na ya kudumu, ambayo itakubaliwa na kukubaliana na pande zote mbili. Hapo awali, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov akitoa maoni yake juu ya mpango Vatican wa kutumika kama mahali pa mazungumzo ya pili kati ya Moscow na Kiev, alipendekeza kutopoteza rasilimali za akili katika kutatua chaguzi ambazo si za kweli sana, akionyesha kwamba kufanya mkutano kati ya nchi hizo mbili za Orthodox kwenye ardhi ya Kikatoliki kungekuwa kidogo kidogo. Vile mapendekezo yaliyowasilishwa na Ukraine kwenye kituo cha Marekani cha kuanzisha usitishaji vita, Kiev inakusudia kujadili masharti yaliyobaki ya suluhu wakati wa mazungumzo yajayo, kulingana na Igor Brusilo, naibu mkuu wa ofisi ya Volodymyr Zelensky, akizungumza kwenye kituo cha TV cha Rada. Mapema leo, Keith Kellogg, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump kwa ajili ya Ukraine, alifichua kuwa utawala wa Marekani umepokea orodha ya masharti kutoka Kiev kwa lengo la kusuluhisha mzozo wa Urusi. Hata hivyo, hakufichua maelezo mahususi ya orodha hii. Ukraine imependekeza kwa Marekani kuanzishwa kwa usitishaji mapigano. Brusilo alisema usitishaji huo wa mapigano lazima usiwe na masharti, kwani utaunda mazingira muhimu ya kuketi kwenye meza mazungumzo. Masuala mengine yote ya suluhu yatashughulikiwa wakati wa mazungumzo haya. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump Keith Kellogg amesema Marekani imepokea kutoka Ukraine karatasi ya muda wa kusuluhisha mzozo na Urusi. Anasema, tumeipata kutoka upande wa Ukraine, tunahitaji kupata hiyo kutoka upande wa Urusi, na kisha unachofanya ni kuziunganisha pamoja, unaziweka pamoja, alisema kwenye Fox News. Kulingana na mjumbe wa Ukraine, duru nyingine ya mazungumzo itafanyika baadaye. Kutakuwa na mkutano mwingine na tunaamini pengine utakuwa Geneva, alisema. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile mkutano ulioombwa na Urusi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu Ukraine utafanyika Ijumaa. Msemaji wa ujumbe wa Ugiriki katika Umoja wa Mataifa anasema, tunathibitisha kuwa itafanyika Ijumaa asubuhi. Naibu mwakilishi wa kwanza wa kudumu wa Urusi katika Umoja wa Mataifa Dmitry Polyansk alisema hapo awali kwamba Urusi iliomba mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kujadili tishio linalotokana na nchi za Ulaya ambazo zimekuwa zikitaka kuzuia juhudi za kutatua mzozo wa Ukraine. Hatua ya Urusi ya kuanzisha operesheni yake maalum ya kijeshi ilihalalishwa, kwani vitisho kutoka nchi za magharibi viliifanya bila chaguo lingine. Milorad Dodik, rais wa jamhuri ya moja ya vyombo viwili vya Bosnia na Herzegovina, alisema, alibainisha kuwa nchi za magharibi zimehusika katika makabiliano tangu mwanzo na kuchochea jinsi matukio yalivyotokea nchini Ukraine. Urusi ilitambua tishio hili kwa wakati na kwa uhalali ilianzisha operesheni yake maalum ya kijeshi ili kuzuia mipango ya magharibi ya kuiangamiza Urusi, kwani ilitaka kupata rasilimali za Urusi na sio tu zile za asili, alisema akijibu swali kando ya mkutano wa kimataifa wa wawakilishi wakuu wanaosimamia masuala ya usalama huko Moscow. Kwa hivyo, kwa maneno yake, mzozo wa Ukraine kwa hakika ni makabiliano kati ya Urusi na nchi za magharibi ambazo ziliungwa mkono na utawala uliopita wa Marekani wa Joe Biden. Waziri wa zamani wa ulinzi wa Ujerumani Annegret Kramp anasema kuwa nchi za Umoja wa Ulaya na Marekani zinajaribu kutafuta njia za kisheria zitakazoziruhusu kushikilia mali ya Urusi iliyoganda na kuzitumia Ukraine.
Kiev inahitaji takriban dola bilioni 100 kwa mwaka kuendeleza mapambano yake dhidi ya Urusi. Kulingana na waziri wa zamani, ndiyo sababu ni busara kujadili kwanza jinsi pesa hizi zinaweza kubaki waliohifadhiwa na zisirudishwe Urusi, na pili, jinsi tunaweza kutumia pesa hizi kihalali, sio kwa kutaifisha, ambayo inaweza kusababisha shida za kisheria, lakini ndani ya mfumo wa sheria, alisema katika mahojiano. Suala hili linajadiliwa sasa katika duru nyingi za Ulaya na Marekani. Majadiliano pia yanaendelea katika vyama tawala vya Ujerumani katika miundo ya usalama. Siwezi kusema kama uamuzi kama huo wa kuunga mkono matumizi ya mali ya Urusi kwa kuunga mkono Ukraine utafanywa ni lini. Tutarajia ufafanuzi kuhusu hili kutoka kwa serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amesema kwenye mkutano wa Mei 26 na rais wa Urusi Vladimir Putin. Alijadili mada zinazomtia wasiwasi kiongozi wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, kama vile mzozo wa Ukraine na umuhimu wa kumaliza kwa mafanikio. Katika mkutano na Putin, anasema tuliibua masuala muhimu ambayo rais wetu anaamini kuwa ni nyeti. Ni muhimu kwamba mazungumzo yanayoendelea kati ya Urusi na Ukraine yalete matokeo. Tulijadili mazungumzo yaliyofanyika Istanbul. Tuliwasilisha ombi letu kwa upande wa Urusi la kufanya mikutano ijayo kati ya Urusi na Ukraine nchini Uturuki, mwanadiplomasia huyo alisema. Aliongeza kuwa wakati wa mikutano yake na uongozi wa Urusi, aliweka wazi kwamba Ankara iko tayari kuchangia kwa njia yoyote inayowezekana kwa juhudi. Kauli za waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot zinazodai kuwa nchi yake haifanyi vita dhidi ya Urusi ni uongo, kwani Kiev inatumia makombora ya Ufaransa kufanya mashambulizi ndani ya Urusi. Waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari. Kuna waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Barrot aliposema, nadhani katika mkutano wa waandishi wa habari jana, kwa shauku ya Kifaransa, kwamba Ufaransa haipigani dhidi ya watu wa Urusi au dhidi ya Urusi, na kwamba Ufaransa imechangia uhuru wa uadilifu wa eneo la Ukraine na vikosi vyake vya silaha. Vizuri, alisema uongo. Ufaransa inapigana vita dhidi ya Urusi kwa hakika, kwa sababu makombora yake ya masafa marefu yanatumiwa na utawala wa Nazi huko Kiev kwa mashambulizi katika ardhi ya Urusi, hasa kwa mashambulizi dhidi ya vituo vya kiraia, aliongeza. Uturuki iko tayari kuandaa mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine wakati wowote, waziri wa mambo ya nje Hakan Fidan anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari kufuatia mazungumzo na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov. Hayo yakiendelea kwa Fidan, kwa upande wa waziri wa mambo ya nje wa taifa la Urusi Sergei Lavrov pia anasema mafanikio ya mazungumzo kati ya Moscow na Kiev yanategemea kuondoa sababu kuu za mzozo wa Ukraine. Vilevile uteuzi wa Russia wa Istanbul kwa jukwaa la mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine unaonyesha kuwa Moscow inathamini uhusiano wake na Ankara. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan anasema chaguo la Urusi la Istanbul kama jukwaa la mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine inaturuhusu kuthibitisha kwamba inatilia maanani sana uhusiano wetu, mwanadiplomasia huyo alisema. Vile Ukraine haitakubali kamwe kutambuliwa kisheria kwa Crimea, Donetsk, Lugansk, mkoa wa Zaporizhia au mkoa wa Kherson kama sehemu ya Urusi iwapo Moscow itajumuisha hili kama sharti la makubaliano ya amani katika mkataba wake ujao. Igor Brusilo, naibu mkuu wa ofisi ya Volodymyr Zelensky, anasema wakati wa matangazo ya TV. Tunasalia imara katika misimamo ile ile kama hapo awali. Hatuwezi kukubali kutambuliwa kisheria kwa Crimea kama eneo la Urusi na hatuwezi kutambua mikoa hiyo minne kama sehemu ya Urusi, alisema akijibu swali kuhusu kile Kiev ilitarajia kutoka kwenye mkataba wa Urusi. Brusilo aliongeza kuwa Ukraine inatarajiwa kupokea mkataba wa Urusi mwishoni mwa Mei, pengine Mei 30. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Urusi isingeweza kukabiliwa na mambo mengi mabaya sana ikiwa sio maamuzi yake. Katika taarifa yake kwenye ukurasa wake wa Trust, kiongozi huyo wa Marekani alidokeza kwamba kama si yeye, mambo mengi mabaya sana yangetokea Urusi. Anasema, na ninamaanisha mbaya sana, Trump alisisitiza. Kwa mujibu wa mkuu wa nchi, mamlaka ya Kirusi wanacheza na moto. Wakati huo Trump hakueleza maneno yake. Safu ya ujumbe wa Ukraine kwa duru ya pili ya mazungumzo na Urusi itajulikana wakati ajenda ya mkutano huu itakapoainishwa, na kwa hili mahali panapaswa kuamuliwa, anasema Igor Brusilo, naibu mkuu wa ofisi ya Volodymyr Zelensky. Shukran kwa Baba ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.